Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana mtazamaji wa Hebron TV popote pale ulipo. Tunakusalimu kwa jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Nasi ni matumaini yetu ya wazi kwa ujambo na karibu katika wakati na wasaa na muda huu katika kipindi bora kabisa cha The Calebs Tuzungumze. Hapa ni kipindi hichi kwa ajili ya kina baba waliooa, lakini hapa utayapata maarifa yaliyo mengi sana. Si wa baba tu, lakini hata wewe kama ni mama, ni kijana, ni mtoto, kuna mengi sana utajifunza kutokea hapa. Kwa hiyo sisi tunatamani sana huwe pamoja nasi kwa kuwa kuna mengi ya kujifunza hapa. Na kipindi hichi kinapewa nguvu na kanisa la ENCC Mji wa Bwana kutokea hapa Mbezi kwa Msuguri jijini Dar es Salaam. Ibada ni kila siku ya Jumatano kuanzia saa 10:30 jioni. Hapo kuna ibada za ukombozi na uponyaji, na kila Jumapili kuna ibada kuanzia saa 3 kamili ya asubuhi, na kila wiki ya mwisho kwenye mwezi tuna ibada za thamani sana za juma la kiunabii. Hapo kuna mengi sana ya thamani ambayo utayapata kutokea hapo. Na mimi pasina kupoteza muda, acha nikupeleke direct kwenye yale ambayo tumeandaa kwa siku hii ya leo. Hapa leo utayapata mambo mengi ya thamani sana ambayo tunaamini katika maarifa hayo utajengeka katika mengi. Utasaidika wewe, lakini pia utasaidia na kizazi baada yako, kwa sababu wewe ukiyapata maarifa ukiwarithisha wanao watawarithisha hata na wanao wako pia. Lakini hapo itakuwa ni njema sana. Na siku ya leo tuko na mtu wa thamani sana, mtu wa thamani kwa sababu yeye ni mtu mwenye umri na kimo ambaye ana mengi sana ameyapitia na kuyaona, hivyo ana mengi ya kukufunza. Lakini pia huyu ni mtu mwenye roho wa Mungu ndani yake, kwa sababu ni mzee wa kanisa, vile vile ni mfamasia, ana mengi sana ya kukufundisha popote pale ulipo. Si mwingine ni baba yetu Sabas Luka, atakuwa na mengi sana hapa. Mimi hiyo nimekupa tu kama introduction, kisha wewe utapata kumsikia hapa na tuendelee katika yale maarifa ambayo tumeandaliwa siku hii ya leo. Baba yangu, karibu sana siku ya leo katika studio hizi za Hebron TV. Nashukuru sana, asante mtumishi wa Mungu. Ndio, na tunatamani sana, mimi nimekutambulisha hapo kama mwanafamasia, ni mzee wa kanisa pia, lakini tunatamani sasa na wewe pia ujitambulishe siku ya leo, jina lako na kazi zako kanisani, kisha tutaendelea na yale ambayo Mungu atatuongoza mahali hapa. Amina. Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa Hebron TV. Amen. Niliyoko mbele yako siku hii ya leo naitwa mfamasia Sabas Luka. Ndio. Ni mwanafamilia wa ENCC Mji wa Bwana hapa Mbezi kwa Msuguri. Ndio. Vile vile ni mjumbe wa baraza la kanisa. Niko hapa kwa ajili ya kuwashirikisha wasikilizaji wangu kwa habari ya yale ambayo nayafahamu katika taaluma yangu ya ufamasia. Ndio. Kwa hiyo naomba usikae mbali sana, uwe na mimi tangu mwanzo wa kipindi hiki mpaka tutakapohitimisha. Okay, nashukuru sana mzee wetu Sabas Luka kwa hayo ambayo umeyaeleza siku hii ya leo. Na mimi leo nimjuze tu mtazamaji kwamba tutaongea kuhusiana na majukumu ya mwanataaluma wa famasi. Hapo utapata yaliyo mengi sana. Tutakuwa na part 1 na part 2. Hii part 1 sasa hivi tutazungumzia majukumu ya mwanataaluma wa famasi. Kisha mara baada ya hapo kipindi cha pili tutazungumzia habari ya matumizi yaliyo sahihi ya dawa. Hivyo una mengi sana ya kujifunza kutoka hapo, kwa sababu kuna wengi hawajui matumizi sahihi, lakini kuna wataalamu pia hawajui namna ya kufanya katika yale matumizi ya dawa. Tuko hapa na mfamasia Sabas Luka ambaye yeye atatueleza yaliyo mengi. Na tuanzie hapo baba. Umependeza sana kwanza na koti hilo, mimi nimependa kwanza, muonekano wako ni wa kifamasia kweli kweli. Baba, tuanzie kwenye wasifu wako kwanza. Famasia, huo ufamasia uliupataje, ni mwaka gani? Utueleze kidogo ili basi mtazamaji apate kuelewa hapo. Amen. Ndugu mtangazaji, kama nilivyosema awali, mimi ni mfamasia wa taaluma. Taaluma hii nimeisoma katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ndio. Kuanzia mwaka 1981 ndio mpaka mwaka 1984 nika graduate. Yeah. Baada ya hapo nikafanya internship mwaka mmoja katika hospitali ya KCMC kule Moshi. Ndio. Baada ya hapo niliajiriwa na kampuni inaitwa National Pharmaceutical Company Limited ambayo kwa sasa haipo tena, lakini ilikuwa ni kampuni iliyokuwa chini ya halmashauri ya biashara ya ndani. Ilikuwa inaitwa Board of Internal Trade. Nilifanya kazi pale kwa muda wa miaka 5. Ndio. Na baada ya hapo niliacha, nikajitegemea. Ndio. Nikaendelea kufanya kazi katika
kama kwenye private pharmacies, yani community pharmacies. Ndio. Nimekuwa nafanya kazi huko kwa muda wa miaka yote hii mpaka sasa hivi nafanya kazi kwenye community pharmacy. Okay. Okay, tuanzie hapo sasa. Leo tutaeleza majukumu ya huyu mtaaluma wa pharmacy. Nilikuwa natamani kwanza kujua aina za wataalamu wa pharmacy. Kwanza tupate kujua aina za wataalamu wa pharmacy, kisha tutaendelea kwa yale ambayo yako nasi siku hii ya leo. Haleluya. Amen. Asante mtangazaji. Ndio. Kama katika profession yetu ya pharmacy, ndio, yani taaluma ya ufamasia, tuna makundi manne makubwa ya wataalamu. Ndio. Kundi la kwanza ni wafamasia wenyewe, yani pharmacists. Ndio. Kundi la pili ni tunawaita ni fundi dawa au pharmaceutical technician. Ndio. Kundi la tatu ni fundi dawa wasaidizi. Ndio. Au pharmaceutical assistants. Ndio. Na kundi la nne japokuwa halijatambulika vizuri kwenye sheria bado, lakini lipo linatambulika na Baraza la Pharmacy. Ndio. Ni watoa dawa. Ndio. Au medicine dispensers. Ndio. Kundi la kwanza ambalo ni la wafamasia huwa wanasoma degree kwa muda wa miaka 4. Ndio. Kundi la pili ambao ni fundi dawa wanasoma diploma miaka 3. Ndio. Kundi la tatu ambalo ni fundi dawa wasaidizi wanasoma certificate au cheti kwa miaka 2. Na kundi la mwisho la 4 ni hawa watoa dawa au medicine dispensers wanasoma kozi yao kwa muda wa mwaka 1, wanapata cheti. Ndio. Hayo ndio makundi manne makubwa yanayofanya kazi katika taaluma yetu ya dawa. Okay. Ndio. Okay, na tamani kuzijua kazi sasa za huyo mwanataaluma wa famasi. Kazi zao ni zipi sasa hao kama wataaluma wa famasia? Sawa. Asante mtangazaji. Sisi kama wataalamu wa dawa, kazi zetu kubwa ni kuhakikisha dawa zinazotumiwa na wagonjwa ziko salama, ndio, ni bora, ndio, na zina ufanisi wa hali ya juu. Ndio. Hiyo ndio kazi kubwa yetu sisi. Zamani hii kazi ilikuwa inafanywa na manesi. Ndio. Lakini kwa sasa hivi kwa kiasi kikubwa kazi hii ya kuhakikisha ubora, usalama na ufanisi wa dawa kwenye institution, sasa kwenye taasisi mbalimbali inaweza kuwa ni kwenye maduka ya dawa. Ndio. Inaweza ikawa ni kwenye hospitali. Na hospitali hapo nazungumzia zote kuanzia zahanati mpaka hospitali za rufaa za taifa. Ndio. Kote huko utawakuta hawa wataalamu wapo. Lakini wataalamu hawa sasa kwa mfano tunapozungumza taasisi kama hospitali za umma hizi. Ndio. Kwenye zile za chini, kwenye zahanati, vituo vya afya, utawakuta zaidi wanakuwepo hawa watoa dawa pamoja na mafundi dawa wasaidizi au fundi dawa, ndio utakao kuta kwenye hizo. Ukifika hospitali za mkoa za kuanzia wilaya na mkoa, huko ndiko utakutana na mapharmacist. Unakutana na wafamasia waliosoma degree ya pharmacy. Na kazi umeniuliza kazi. Ndio. Bila shaka. Kazi kubwa za wataalamu wa dawa, hasa wale ambao wamesomea sawa hii kazi. Kazi kubwa ziko 4. Kazi ya kwanza ni
kutengeneza dawa. Ndio. Viwanda vyote vinavyotengeneza dawa lazima vitakuwa na wataaluma wa dawa. Ndio. Viwanda vyote vinavyotengeneza dawa. Ndio. Hivi hapa nchini au nje, lakini wataaluma wa dawa lazima wawepo. Kazi ya pili ambayo wafamasia wanafanya ndio ni kutunza dawa. Ndio. Kutunza dawa ni pamoja na kuhakikisha zile dawa zinakaa katika hali ya usalama, yani ubora. Ndio. Yani zinahifadhiwa katika maeneo yaliyo sahihi, kwenye environment au mazingira ambayo yako sawa sawa. Okay. Nitazungumza hayo mazingira labda baadaye kidogo. Utazungumza hayo mazingira, ndio nataka niende hapo. Okay. Kutunza dawa lazima zitunzwe vizuri. Ndiyo. Ili ziweze kutoa yale matarajio, ili ziweze kutoa ufanisi unaotakiwa, ziweze kumsaidia yule mgonjwa kutibu tatizo alilonalo, kwa sababu zikitunzwa katika maeneo ambayo sio sahihi, mgonjwa hawezi kupona ugonjwa wake. Yeah. Kazi ya tatu huwa ni kuandaa dawa. Hii kuandaa inaweza kufanyika katika hospitali, hasa zile hospitali kubwa, kuanzia za mkoa na za kanda na za taifa. Wana vile vifaa vya kuweza kuandaa dawa. Kuandaa dawa hapa nina maana kuna dawa ambazo si rahisi kuzipata dukani, kwenye duka la dawa au kwenye pharmacy. Ndio. Direct, yani zikiwa tayari zimeandaliwa kwa ajili ya matumizi. Zinakuja labda katika fomu ya unga, inatakiwa zichanganywe na maji ili ziweze kutumika. Ndio. Au zinakuja kwenye fomu ya unga, zinatakiwa zichanganywe na mafuta fulani na vitu vingine ili ziweze kutumika. Sasa maandalizi hayo yanafanyika kitaalamu na wanataaluma wa dawa. Sio kila mtu anaweza kufanya hiyo kazi. Okay, baba, na jambo la mwisho sasa ni utoaji wa dawa. Ndio. Ambayo nitazungumza kwenye kipindi cha pili. Jinsi ya kutoa dawa kwa wagonjwa. Tunatakiwa tutoe dawa kwa namna gani ili zile dawa zikaweze kujibu tatizo la yule anayepewa dawa. Kwa sababu usipotoa dawa kwa usahihi, mgonjwa yule hawezi kunufaika na dawa ile uliyompatia. Ndio. Okay, baba, nilikuwa natamani kujua, umeeleza habari ya ubora na usalama wa utunzaji wa dawa. Nilikuwa nataka kujua athari kama huyu mfamasia asipozitunza katika huo usalama na ubora, kuna athari gani kwa yule mtu anayekuja kuzitumia dawa hizo? Okay, sawa sawa. Asante mtangazaji. Ubora wa dawa kwanza ni jambo muhimu sana. Ndio. Ni jambo muhimu sana ambalo sisi wataalamu wa dawa lazima tulizingatie. Kwa sababu dawa zisizokuwa na ubora haziwezi kutibu maradhi. Na zinaweza zikamdhuru yule mtumiaji na hata akapoteza maisha. Ndio. Kwa hiyo lazima ziwe bora. Dawa zisizo bora vile vile sasa huwa zinapoteza pesa. Yaani wewe unanunua dawa alafu sio bora, kwa hiyo ni kama umetupa fedha yako. Na vile vile zinampotezea yule mtumiaji muda, kwa sababu ametumia dawa labda wiki nzima na hakuna chochote alichopata. Kwa hiyo mtoa huduma wa dawa lazima ahakikishe kwamba dawa anazotoa ziko bora, ziko salama na ni za ufanisi. Ndio. Na kitu tunachozingatia sana kwenye dawa ni kama hazijaisha muda wake. Hilo ndio jambo ambalo mtumiaji na wewe unayetoa unatakiwa uwe makini. Ndio. Unayetoa na anayetumia ahakikishe dawa anayopewa muda wake, kwa sababu huwa unaandikwa pale kwenye dawa haujaisha. Swala la kwamba dawa hizi
labda zimepungua ubora kwa sababu ya utunzaji mbaya, hilo ni gumu mtumiaji wala nani kufahamu. Kwa hiyo ni bora tu kuzingatia utunzaji ulio sahihi wa dawa. Okay. Kwa huyu sasa, umesema hapo kuna namna ya kujua hii dawa kwamba imeisha muda wake, na hii haijaisha muda wake, hii ina nguvu au haina nguvu. Na hao wanaonunua na kuchukua kwa hao wafamasia, mara nyingine wanakuwa hawajui. Naweza akaenda akachukua tu kwa sababu ile mfamasia ameshamwambia kwamba hii ni dawa inayotibu kitu fulani. Yeye anakuwa hazingatii sana tarehe hizo za kwamba hii imeharibika au imeharibika. Sasa una lipi la kuwaambia wafamasia ili wawasaidie wagonjwa? Kwamba maana kuna wafamasia tumetofautiana. Umeona, uaminifu tumetofautiana. Kuna huyu mwingine anaangalia fedha, kuna huyu mwingine anaangalia afya ya mgonjwa. Una lipi la kuambia hao wafamasia sasa ambao anajua kabisa hii dawa kwamba imeshapungua nguvu na imeisha muda wake, lakini anatoa tu kwa sababu ya fedha? Una lipi la kuambia watu kama hao? Asante sana mtangazaji. Mimi ninachotaka kuwaambia ni kosa la jinai kwanza kumpa mtu dawa ambaye imeisha muda wake. Ni kosa la jinai. Kwa hiyo hapo ndio tunakotakiwa kuwa waangalifu sana. Ndio. Katika kipindi cha pili sasa cha matumizi sahihi ya dawa, nitakuwa naongelea ni nini cha kuzingatia wakati unapotaka kumpatia mtu dawa. Kuna namna ambayo unatakiwa uhakikishe dawa zako zimekaa, na vitu gani unavyotakiwa kufanya ili uhakikishe kwamba hutoi dawa ambayo aidha imeisha muda wake au ina matatizo. Ndio. Kuna wakati mwingine dawa labda kama ni dawa ya maji inaweza ikawa ime crack, tunasema ku crack, imeganda. Sasa wewe unampatia tu mgonjwa aende nayo. Sasa hapo kwa kweli utakuwa hujamtendea haki. Kwa hiyo hivi vitu ni vitu vya kuzingatia. Unatakiwa uwe makini sana mfamasia unapotoa dawa kwa mgonjwa, uhakikishe ile dawa ni salama na ni bora na itafanya kile ambacho kinatarajiwa. Okay. Kwa umri uliotajia, uliosoma na sehemu ulizofanya kazi, unaonyesha una experience ya mengi kwenye kutenda hiyo kazi, na ulieleza habari ya mazingira mazuri ya kuzihifadhi hizo dawa. Inawezekana kuna binti au kuna kijana ambaye ndo ana mwaka tu sasa au ndo ameanza kazi sasa, lakini amepata bahati ya kutazama kipindi hiki kwenye Hebron TV. Sasa nilikuwa natamani kujua kwa experience yako ya kupita kwenye hayo mashirika tofauti tofauti na sehemu ulizofanya kazi kwenye hizo community, ni mazingira gani ambayo ni mazuri sasa ya kuhifadhi kitaalamu, ili yule ambaye ni famasia sasa anatazama aweze kusaidika, ambaye ndo ameanza sasa na ana mwaka. Asante mtangazaji. Kuna mazingira ambayo ukitunza dawa ubora wake unapungua. Ninaeleza kwa upande huo kwamba mazingira gani yanafanya ubora wa dawa upungue. Mazingira ya kwanza ni maeneo ambayo yana unyevunyevu. Dawa hazitakiwi kutunzwa katika eneo lenye unyevunyevu. Lazima liwe na dry. Na kwa kawaida dawa nyingi, ndio, sio zote. Tuna dawa ambazo dawa nyingi zinatakiwa zikae kwenye mazingira ambayo joto la chumba cha kutunzia halizidi degree, halipungui, halizidi degree 30. Huwa kwa kawaida dawa nyingi zinakaa kwenye temperature au joto kati ya degree 25 za centigrade mpaka degree 30 za centigrade. Dawa nyingi zinatakiwa zikae katika eneo hilo. Ila kuna baadhi ya dawa ambazo inabidi zikae kwenye temperature za fridge. Kwa mfano degree 2 mpaka degree 8. Ziko baadhi ya dawa zinatakiwa zikae mle. Kwa hiyo wafamasia wanajua dawa hizi zinatunzwa, na dawa yenyewe yule mtengenezaji ameiandika kabisa kwamba dawa hii itunzwe kwenye joto lisilozidi degree centigrade 8. Kwa hiyo kati ya 2 na 8. Na
zile zingine zote zilizobakia huwa temperature kwa kawaida kwenye chumba cha kuhifadhia dawa ni kati ya digrii 25 mpaka 30. Ndio. Ikizidi hapo, basi dawa zitakuwa hazina ubora tena unaotakiwa. Ndio. Ndio. Okay, unajua kuna wale ambao tayari wameshafanya kazi kwenye famasia, kama wewe tayari uko juu sasa, kwenye umeshapita sehemu nyingi na ukaamua sasa, sijui hizo sheria zikoje kwenye kufungua famasi yako, yani kama duka la dawa. Ndiyo. Na huko unaajiri vijana ambao ndo wameanza kutafuta maisha. Mwingine unakuta hata kipato chake na fedha alizonazo haziko kwenye kimo kizuri. Kwa hiyo hawa wanakuwa wana njia zao za kutafuta namna ya kujipatia fedha. Umesema kuna dawa za maji ambazo zinachanganywa kitaalamu, inakuwa inawezekana ni unga na maji vinachanganywa kitaalamu na mtaaluma. Lakini umesema kuna aina hizo dawa zinaweza zikaganda. Sasa sijui kitaalamu inakuwaje, lakini huyu ambaye ameanza kazi sasa akajua kabisa hii imeganda, lakini ninaweza nikaifanyia namna nikaifanyia namna kwa ajili ya kujipatia kipato. Sasa hapo kwamba imeshaganda, huenda kitaalamu sasa hiyo haifai tena kwa matumizi, lakini akaamua kuibadilisha, akaifanyia ujanja ili itumike na akampa huyu mgonjwa sasa aitumie. Unafikiri kuna athari gani sasa za kufanya kitu kama hicho kwa huyu mtaaluma, kwa yule mgonjwa? Sawa, asante sana mtangazaji. Nipende kurudia jambo moja nilikwambia. Ndio. Wataaluma wa dawa wamefundishwa. Ndio. Huo utaalamu wa dawa. Ndio. Pili, wamefundishwa kitu kinaitwa ethics au maadili. Ndio. Kwa hiyo mtaalamu ambaye amefundishwa sawasawa jinsi ya kutunza, kuhifadhi dawa na kutoa dawa, hatumtarajii akampe mgonjwa dawa ambayo sio bora. Ndio. Kabisa naiona kwa macho yake kwamba haifai, halafu anampa mgonjwa. Au imeisha muda wake kabisa naiona, halafu anampa mgonjwa. Hatutarajii, kwa sababu tumefundishwa maadili. Ndio. Ya utunzaji, ya ufanyaji kazi wetu. Kwa hiyo hatufanyi kazi kinyume na maadili ya profession, maadili ya taaluma yetu. Kwa kweli yoyote anayefanya hivyo, ndio nimesema ni kosa la jinai. Ndio. Na hata wewe uliyepewa dawa, sheria zipo kule kwenye sheria zetu kwamba uliyepewa dawa, ukiikuta dawa imeisha muda wake au imeharibika, alafu umepewa kwenye pharmacy fulani, unaweza kufungua kesi. Ndio. Unaweza kwenda polisi ukafungua kesi, mtu akaitwa mahakamani na akashtakiwa na kupewa adhabu kama inavyostahili. Okay, kwa sababu tunazungumza na wanajamii hapa, kuna mengi sana ambayo natamani tuendelee kuzungumza ambayo ni experience tu. Kuna wale ambao sasa tayari wana famasia zao, anaweza akawa anatutazama hapa. Na kuna ule undugu tu kwamba ni mtoto wa mjomba, hana kazi, lakini ana huo utaalamu wa kifamasia. Ana hiyo certificate ulitaja pale, aina ya elimu. Umeona, ana hiyo certificate, lakini huyu kwa sababu ni mjomba sasa, naweza nikamfundisha tu kiujanja nikamweka kwenye famasi yangu akafanya kazi. Kuna athari gani za kumwajiri mtu ambaye ana huo utaalamu, ana hiyo certificate, ukamwajiri kwenye famasi yako? Kuna athari gani hapo? Asante sana mtangazaji. Narudia tena kusema ya kwamba kwanza ni mwiko kwa mtu asiyekuwa mtaalamu kukaa kwenye taasisi au mahali popote ambapo dawa zinatolewa. Kwa mfano, nataka niende kwenye jambo moja. Huwa tuna aina mbili za maduka ya dawa. Ndio. Tuna maduka ambayo yanaitwa pharmacy. Hayo yanauza dawa, kwa sababu kwanza kuna aina mbili za dawa. Nirudi kwanza nyuma kusema kwamba tuna aina mbili, makundi mawili makubwa ya dawa. Ndio. Kuna dawa ambazo tunaziita ni dawa na ni part 1 poisons, yani zina sumu kali. Part 1 poisons. Hizi ni dawa ambazo kwa kawaida ukienda kwenye pharmacy, ukiwa na cheti cha daktari ndio utapatiwa dawa hizo. Ndio. Kama huna cheti cha daktari hauwezi kupatiwa dawa hizo. Ina maana hapo inakuwa daktari tayari ameshafanya vipimo, akaona hii aina ya dawa ambayo ina sumu kali inaweza ikakusaidia wewe. Sawa kabisa. Na aina ya pili
kundi la pili la dawa ni dawa zisizokuwa na sumu kali, zinaitwa part 2 poisons. Hizi tunasema zinatolewa kwa maelekezo. Ndiyo. Huwa yanakuwa ni kwa maelekezo na ushauri wa mtaaluma wa dawa, baada ya kumsikiliza vizuri yule mgonjwa aliyekuja kwake mwenye shida. Ndiyo. Unakuja dukani kwangu, kwenye famasi yangu, huna cheti cha daktari, lakini unaeleza tatizo lako kwa kirefu, ninalielewa, nikilitambua na nikaona naweza kukupatia hiyo dawa. Na hiyo dawa inaruhusiwa kwa kuwa iko katika grupu ya tunaziita over the counter medicine, dawa zinazotolewa bila cheti cha daktari. Ndio. Nitakupatia hiyo dawa, lakini sasa baada ya kukusikiliza vizuri, ndio, na kukuelewa shida yako ikoje. Okay, ikiwa huyu mtu hana sasa ulikuwa unazungumza, unamweka tu mtu yoyote, yani mfanyakazi wako wa nyumbani unamleta. Hakika huko siku za nyuma hilo jambo lilikuwa linatendeka sana. Mtu anampeleka kabisa house girl kwenye duka la dawa auze dawa. Si jambo sahihi kabisa, na hiyo naomba niwaonye kabisa. Wanaofanya hivyo wanakiuka sheria, na kwa kuwa baraza letu la pharmacy ambalo ndio linasimamia hii taaluma yetu, tuna baraza linaitwa baraza la pharmacy au pharmacy council linalosimamia hii taaluma. Linafanyaga kila mara inspection, kwa Kiswahili tunasema ni ukaguzi. Sawa sawa, nafanya kila mara ukaguzi. Yani mara kwa mara sana wanafanya ukaguzi kupitia kwenye hayo maduka. Wakikukuta una tatizo la namna hiyo, kwa kweli wanakuchukulia hatua. Okay. Na huo ukaguzi unasaidia watu wanaogopa kufanya vitu visivyokuwa sahihi. Okay, umeeleza hapo majukumu ya wewe mwanataaluma wa pharmacy, ubora na utunzaji sasa. Na ukataja athari za hizo dawa zisipotunzwa na kuwa katika ubora kwa huyo mgonjwa. Ina maana hapo zikitunzwa vyema, zikihifadhiwa vyema, kuna faida, kwa sababu tumeona kuna wagonjwa wengine anaweza akaja kwa tatizo moja mara kadhaa, huenda ni kwa sababu hiyo ya kutokutunzwa hizo dawa vyema. Okay, kuna faida gani sasa huyu famasia ajue, kuna faida gani ya kuzitunza hizo dawa vyema katika ubora ili ziweze kumsaidia huyu mgonjwa? Kuna faida gani sasa? Asante sana. Labda ningerudi nyuma kidogo. Ndio. Nilikuwa naeleza kwa habari ya ubora wa dawa, kitu gani kinachofanya dawa ziwe bora, na vitu gani tunatakiwa tuavoid. Nikasema dawa zinatakiwa zitunzwe mahali ambapo hakuna unyevunyevu. Nilikuwa sijamaliza hilo jambo. Ndio. Alafu mahali ambapo vile vile mwanga wa jua hauzipigi direct zile dawa. Ndio. Hakikisha mwanga wa jua, kwa sababu baadhi ya dawa zinaharibika kwa ajili na ni kutokana na mionzi ya jua. Kwa hiyo ni vizuri dawa zikatunzwa mahali ambapo jua halipiji direct. Ina maana hapo hata kwenye utengenezaji sasa wa hilo eneo inatakiwa mtaalamu aje ajue kwamba ni sehemu ya pharmacy ambayo jua linatakiwa lipige vipi kwa sababu ya athari hizi. Sawa. Jambo la pili ni joto. Joto linaharibu sana dawa. Kwa hiyo hakikisha mahali popote dawa zinakotunzwa kuna kiyoyozi. Lazima kuwe na air conditioner. Ndio. Bila air conditioner haifai. Lakini kama nilivyokuambia, tuna aina mbili za maduka ya dawa, mtangazaji. Ndio. Tuna maduka yale ya part 1 poisons, alafu tuna ya part 2. Ndio. Na siku hizi wanaziita DLDM, yani duka la dawa muhimu. Ndio. Sasa haya maduka ya dawa muhimu ni mengi. Na yako mpaka vijijini kabisa kule. Kabisa, hakuna umeme sehemu nyingine. Kwa hiyo wanategemea tu feni. Ndio. Na wengine hata feni hawana. Kuna maeneo mengine hata mafeni hawana, lakini bado wanatunza dawa. Kwa hiyo katika mazingira namna hiyo, kwa kweli ubora wa dawa hizo unatiliwa mashaka sana. Lazima utiliwe mashaka. Ndio. Kwa hiyo tunaomba kupitia kipindi hiki, mimi ningependa niombe mtu yoyote ambaye anatoa huduma ya dawa kwa wagonjwa, ndio, ili ahakikishe kwamba dawa zake zina ubora
ni salama na zitaweza kufanya kile ambacho kinatakiwa kwa yule mgonjwa, yaani kutibu lile tatizo. Ahakikishe dawa zimetunzwa katika mazingira yaliyo sahihi. Ndio. Na hasa hivi ninavyovitaja hapa, unyevunyevu usiwepo, jua lisipige dawa zile, ndio, joto lisiwepo, uchafu vile vile, kusiwe na uchafu katika lile eneo, dawa zitunzwe mahali palipo safi, na kusiwe na aina yoyote, yani kitu chochote kitasababisha bakteria labda au fungus waweze kuwepo katika lile eneo. Hivyo vitu vyote hivyo ndio vitu vya msingi vya kuangalia. Kwa hiyo ninawasihi watu wote wanaotoa huduma ya dawa wahakikishe kwamba wanazingatia hilo. Mazingira yawe sahihi kwa ajili ya dawa zetu ziweze kuwa bora, ziwe salama, na ziwe na ufanisi kwa ajili ya watumiaji. Ndio. Okay, nashukuru sana kwenye habari hii ya majukumu ya mwanataaluma wa pharmacist. Naona tuishie hapo sasa, lakini nilikuwa natamani basi useme ngaa neno kwa yule anayetutazama hapa ambaye huenda ni mwanafamasia, yeye yuko hapo, au huenda labda na yeye, maana naamini kwamba sio kwamba tu kwa sababu umesoma udaktari kwamba unaweza kufungua famasi yako. Najua kuna sheria. Ndio. Kama kuna sheria, naamini kwamba wao wenyewe wanajua, wataalamu, kwamba sio kila mtu tu unaweza ukafungua famasi yako kwa sababu una fedha. Ndio. Kwa hiyo hebu sema neno na mtazamaji anayekutazama hapa, umshauri baadhi ya mambo tu, ambaye either ni anataka kufungua famasi yake au ana famasi zake, umshauri jambo, na yule ambaye anafanya kazi ndani ya famasi, sasa hapo umshauri lile jambo ambalo wewe kwa experience yako ya kufanya kazi kwako unaona linaweza likamsaidia. Kamera yako hiyo hapo. Asante mtangazaji, nashukuru. Ndugu watazamaji, mimi ningependa ni washauri wale wote ambao wana maduka ya dawa. Kwanza, kama ni duka la dawa muhimu au kama ni pharmacy, hakikisha wakati wote unazingatia utunzaji sahihi wa dawa. Ndio. Ili dawa zako ziweze kuwa bora, ziwe salama, na zimfae mtumiaji. Hilo ndio jambo la muhimu sana kwa wale walio na pharmacy. Kwa hiyo kama ulikuwa hujazingatia haya mambo muhimu niliyotaja kuhusu utunzaji wa dawa, yaani hakikisha eneo lako halina unyevunyevu, halina jua linalopiga direct, halina joto lililopitiliza, temperature hazizidi hizo nilizotaja kwamba dawa zinatakiwa zihifadhiwe katika joto la namna gani. Kama hujazingatia hayo, na kuomba kuanzia sasa uzingatie hiyo, ili mgonjwa awe amefaidika na zile dawa ambazo ananunua kutoka kwako. Asipoteze pesa zake. Kwa ajili ya wale ambao sasa wana interest, wanataka kufungua pharmacy. Ndio. Utaratibu kwanza uko kwenye tovuti ya Pharmacy Council. Ndio. Guidelines za mtu anayetaka kusajili na ni duka lake la dawa, ili aweze kufanya biashara ya dawa. Ndio. Kwa kifupi tu naweza nikamshauri, nikamwambia kwamba akiingia mle atapata maelekezo yote. Ndio. Lakini kwa ufupi najua kwamba anahitaji kwanza kabisa awe na eneo, kama ni biashara ya duka la rejareja, pharmacy ya rejareja. Ndio. Eneo lake lisipungue square mita 40. Ndio. Alafu linatakiwa liwe katika lisiwe chini ya mita 300 kutoka pharmacy nyingine ilipo. Ndio. Na lisiwe karibu na vitu kama kituo cha mafuta, lisiwe karibu sana, yani lisiwe less than 150 meters nafikiri. Lisiwe chini ya mita 150 kutoka kituo cha mafuta. Ndio. Au kutoka maeneo kama baa. Kwa hiyo hilo ndio najua ndio nani za muhimu. Alafu jambo lingine la muhimu sasa, ukishaweza kukamilisha
wanakuja kukagua. Wakiridhika na mazingira ambayo hiyo huduma unataka kuifanyia, watakuambia ufanye nini. Ndiyo. Marekebisho yanayostahili kufanywa ili liweze kuwa duka la dawa. Ndiyo. Utafanya yale marekebisho, na ukishafanya yale marekebisho watakuja tena ukaguzi wa pili. Wakimaliza huo sasa, kama umekidhi vigezo, Ndiyo. watakupa ruhusa sasa uweze kufungua hilo duka lako la dawa. Ndiyo. Okay, asante sana baba kwa wakati na muda ambao tumekuwa wote katika sehemu ya kwanza ya kipindi hichi cha majukumu sasa ya mwanafamasia mtaalamu wa masuala haya ya kifamasi. Tunashukuru sana. Tumezungumza mengi ya kitaalam, tumezungumza hapa tukiwa na baba yetu ambaye ni mfamasia yeye Sabas Luka, ambaye ametueleza yaliyo mengi sana, majukumu, namna ya utunzaji na ubora utakaoleta faida kwa yule mgonjwa. Na amekushauri yaliyo mengi sana ambayo mimi naamini kwamba hayo umeyashika, na ukiyashika vyema basi itawasaidia walio wengi sana. Na tunaamini Mungu ya kwamba kama alivyoeleza kwamba kuna namna ambavyo kuna zinazokuwa tayari zina athari kwa sababu zimeshaisha muda wake, hizo basi unaweza ukaziacha mbali kwa sababu hazitakuwa njema sana kwa yule aliye mgonjwa. Baba, tumezungumza ya kifamasia, turudi, wewe ni mzee wa kanisa kwenye imani. Hivi kuna uwezekano imani ya huyu mfamasia ukaweza kumsaidia huyu mgonjwa? Hapo ni kwenye imani. Tumeshazungumza kifamasia, tunashukuru sana kwa hiyo. Imani yako sasa, wewe mfamasia, hivi ulishawahi kupata experience hiyo kwamba ukaitumia imani yako kwa mgonjwa na akapona? Asante mtangazaji. Hakika mimi kwa kuwa nimeokoka, siwezi kutumia dawa yoyote bila kuiombea. Ndiyo. Ikiweko kuikomboa. Ndiyo. Kwa kuwa najua dawa zozote zile zinapita kwenye mikono mingi. Ndiyo, ndiyo. Zinanenewa maneno mengi huko, kuanzia kwa watengenezaji kwanza, kutoka kwenye vile vitu ambavyo vimeitengeneza ile dawa. Tunaziita ingredients zinazotengeneza dawa. Wale wanaoziandaa zile wananena huko, yule mtengenezaji ananena. Ndiyo. Yule importer anayeagiza dawa kutoka nje ananenea vile vile, naye anataka biashara. Alafu vile vile huyu anayeuza hapa jumla ananena. Na anayeuza rejareja naye ananena. Hakuna, mimi ninaamini kila mmoja ananena kwa imani yake. Ndiyo kabisa. Sasa ziko imani mbalimbali kule. Kwa hiyo ni vizuri sana tunaponunua dawa kutoka madukani, sisi watu wa imani tuombe, tuziombe. Ndiyo. Tuzikomboe. Ndiyo. Alafu ndo tuzitumie. Ndiyo. Okay, hilo ni swala la kiimani sasa, namna ambavyo inaweza kukusaidia pia wewe mtu wa imani kutokana na mikono mbalimbali ambayo imehusika kuzigusa dawa hizo, kwa sababu sisi tumeokoka na hii ni televisheni ya kidini na inamwamini Yesu Kristo. Tumekueleza kama hivyo. Habari ya ule ufamasia basi ushike sana, kwa sababu hilo ni jambo la thamani sana, lakini ukija kwenye imani pia kuna uwezekano ulio mkubwa sana wa wewe kuweza kusaidika katika matumizi hayo ya dawa. Na kwa kuwa sisi ni watu wa imani, tunaamini wazi kwamba ukishaiombea hiyo dawa basi inakuwa ni vyema sana na uponyaji unakuwa kwa kitofauti sana. Mimi ni Baraka Fidelis, nilikuwa hapa na mfamasia Sabas Luka ambaye amezungumza yaliyo mengi sana. Na hii ni sehemu ya kwanza tu. Tutarejelea tena katika sehemu ya pili ambayo hapo sasa utapata kuyajua matumizi sahihi ya hizo dawa na namna gani unaweza ukazitumia na ukasaidika. Athari pia zipo kama usipotumia vyema. Kuna namna ya utumizi wa dozi. Kama usipomaliza dozi kuna athari zake. Kwa nini tumalize dozi na kwa nini kuna athari tusipomaliza dozi? Hayo yote utayapata hapa kutoka kwa mfamasia Sabas Luka. Nikuage kwa sasa, kwa heri. Vipindi vinavyofuata ni vyema sana na ni vizuri. Endelea kusalia nasi katika Hebron TV. Hii ni channel ambayo ni ya thamani sana, kama tunavyosema wazi kwamba Hebron TV is the mountain of peace and excellence. Bye bye. Shalom.